Habari zenu, jamani, mimi ni Casey Hamlin. Nimefurahi sana kuwa nanyi hapa kwenye fukwe nzuri za Tulum, hapa Mexico. Casey Hamlin kokoko hapa, jua linawaka sana, upepo wa bahari ni mtamu, na utamaduni wake unafurahisha kama vile kila siku ni sherehe. Ni kama soko la baharini lenye mitende na bahari ya bluu inayong'aa. Kutoka magofu ya zamani hadi bahari ya kijani kibichi, nina mambo mengi ya kuwaonyesha. Siwezi kusubiri. Hebu tuchunguze uzuri, historia na matukio ya Tulum pamoja. Hebu fikiria mchanga mweupe laini chini ya miguu yako na mandhari nzuri ya bahari ya Karibea mbele yako. Ni kama muda wa kupumzika na kujifurahisha, lakini kwa uchawi wa Mayan. Basi chukua kinywaji chako unachopenda na tuanze safari hii isiyosahaulika pamoja. Sasa, sehemu yetu ya kwanza ni magofu ya ajabu ya Tulum. Hapa ndipo historia ya kale inapokutana na uzuri wa pwani ya Mexico. Unapokaribia, utaona majengo marefu yakichomoza kutoka kwenye miti mingi na utajisikia kama umerudi nyuma kwa wakati. Tulum ni ya kipekee kwa sababu iko karibu na bahari ya Karibea. Maji ya kijani kibichi chini na majengo ya mawe ya zamani yanaonekana vizuri sana, na kuifanya kuwa moja ya maeneo ya kipekee duniani. Hekalu maarufu El Castillo limesimama juu ya jabali, likionyesha hekima na nguvu za Wamaya. Jengo hili kubwa lilitumika kama mnara wa kuongozea meli kwa mabaharia wa zamani na kama ngome ya kujilinda dhidi ya maadui. Unapotembea kwenye njia hizi za mawe za zamani, unahisi historia na nyayo za watu waliotembea hapa zamani, wakiishi karibu na asili. Sauti ya mawimbi na ndege inafanya safari hii ya ajabu kuwa nzuri zaidi. Hekalu la Mungu wa Upeidi. Hekalu la Mungu wa Upepo lililojengwa juu ya mwamba ni mahali pazuri pa kutafakari kwa utulivu. Unapohisi upepo wa bahari, unaweza kufikiria makuhani wa zamani wakitazama mbali, wakisoma upepo. Esoma upepo na kuheshimu nguvu za asili. Kila jiwe hapa lina hadithi yake. Ni hadithi za biashara, imani na maisha ya watu wa zamani mamia ya miaka iliyopita. Michongo na miundo tata iliyodumu kwa muda mrefu inaonyesha sana na imani za Wamaya na inatupa sababu ya kutafakari na kuvutiwa na ulimwengu wao. Eneo hili limetunzwa vizuri sana na kuna alama zinazoelekeza kwenye mahekalu, majumba na maeneo ya sherehe. Waelekezi wetu watakupa hadithi za kuvutia kuhusu mila, usanifu na maisha ya kila siku ya mji huu wa zamani. Ni kama jumba la makumbusho hai na ni mahali pazuri kwa familia na wapenzi wa historia. Watoto watastaajabu na majengo ya zamani, na watu wazima watafurahia utamaduni tajiri na mandhari nzuri. Ukiwa hapa, unajisikia mdogo, lakini pia unavutiwa na urithi mkubwa wa Wamaya. Ujuzi wao wa nyota na uzuri wa sanaa yao bado unavutia watu kutoka duniani kote. Magofu ya Tulum ni mahali lazima utembelee, ambapo uzuri wa mandhari na historia ya kina huungana. Iwe wewe ni mpenzi wa matukio, mwanahistoria au unatafuta tu uzuri, mji huu wa zamani utakupa safari isiyosahaulika. Kutoka juu ya miamba ya Tulum, unaweza kuona bahari ya buluu na ya kijani kibichi. Ni kama picha nzuri iliyochorwa kwa rangi za kuvutia za Karibiani. Chini kidogo kutoka magofu, kuna ufuo mweupe mzuri unaoitwa Playa Ruinas. Ni kama paradiso. Ni pazuri sana. Nilitaka kujenga kasri la mchanga kama mtoto. Ufuo mpana ni mzuri kwa kutembea au kutumia muda na familia. Hebu wazia kutumia siku kwenye ufuo mzuri na mitende na maji safi ya buluu.
na iguana wanaojipinda juani kwenye mawe ya kale wanaongeza uzuri wa kipekee na wa asili kwenye mandhari hii. Ni kama vile majoka wadogo wanavyofurahia jua. Kaa tu chini na subiri mambo mazuri yatokee. Mchanganyiko wa magofu ya kale, mitende mirefu na maji safi ya buluu ni jambo lisilosahaulika. Ni kama kadi ya posta. Ni mandhari kamili ambayo itakaa akilini mwako milele. Ni pazuri sana, nilitaka kuichora. Hapa ni mahali pa ndoto kwa wapiga picha na mahali pa kupumzika kwa mioyo yetu. Ni kama likizo kwa macho yetu. Utajisikia utulivu sana kama unasoma kitabu kizuri kwenye ufuo wa Ugiriki. Kukaa kwenye miamba na kutazama bahari kubwa kunaleta hisia ya amani kubwa na shukrani isiyo na kikomo. Unajisikia huru kama ndege, au kama ninavyosema kila wakati, ni kama nyumbani. Uzuri wa asili wa Tulum unavutia sana. Ni uzoefu unaobadilisha maisha kweli. Sasa, meona magofu sivyo? Basi sasa twende tukatembee kwenye njia nzuri msituni. Njia hii inapita kwenye msitu mnene wa kijani kibichi na inaendelea hadi karibu na ukingo wa jabali. Unapotembea kwenye njia hii tulivu, mandhari nzuri ya bahari ya Karibea itafunguka mbele yako. Hapa ni mahali pazuri kwa wale wanaotaka kupumzika kutoka kwenye pilika za kila siku. Sauti za ndege wakiimba, majani yakitikisika kwa upole na harufu tamu ya maua ya kitropiki yanafanya msitu huu kuwa hai. Kila unapopinda kona, mandhari mpya hujitokeza. Fukwe za mchanga mweupe na bahari ya bluu inayong'aa, na mbali kidogo unaweza kuona miamba ya matumbawe inayong'aa. Njia hii ni rahisi kutembea, hivyo inafaa kwa matembezi ya familia nzima, au kutembea huku ukifikiria mambo au kupiga picha nzuri. Mandhari ya msitu na bahari pamoja ni nzuri sana, sivyo? Njia hii inaendelea hadi kwenye lango la kutokea kusini mwa bustani na inakupa muda mtulivu unaofaa kumalizia safari yako. Uzuri wa asili wa Tulum unavutia kama historia yake. Ukifika Tulum, lazima kabisa utembelee cenotes. Hizi ni kama mabwawa ya asili, matakatifu na muhimu sana kwa watu wa Kimaya. Peninsula ya Yucatan imejaa mapango haya mazuri ya chokaa, na kila moja lina hadithi yake na hisia zake za kipekee. Kwa Wamalaya wa kale, cenotes hazikuwa tu vyanzo vya maji, bali pia njia takatifu za kuungana na miungu. Leo, watu wengi huja hapa kutafuta furaha na utulivu. Kwenye Grand Cenote, jua huangaza kupitia maji safi, likiangazia miamba yenye maumbo ya ajabu na samaki wadogo. Maji ni safi sana, unaweza kuona kila kitu chini ya uso wake, kutoka kwa makundi ya samaki wanaong'aa hadi stalactites na stalagmites za kale. Ni kama kuingia katika ulimwengu mwingine. Mandhari ni ya kuvutia sana. Kufanya snorkeling hapa ni kama kuogelea katika hekalu la chini ya maji. Kila pumzi unayochukua husikika kwenye pango, na miale ya jua inayopenya kupitia nyufa za miamba huunda mandhari ya kupendeza. Iwe wewe ni mzamiaji mzoefu au mgeni kwenye snorkeling, uzoefu huu wa ajabu utakumbukwa milele. Kisha kuna Cenote Calavera inayojulikana kwa mashimo yake yenye umbo la fuvu. Hapa ni kwa wale jasiri wanaopenda kuruka kwenye maji baridi. Furaha ya kuruka kutoka kwenye mashimo ya mviringo na baridi ya maji hufanya mahali hapa kuwa maarufu sana kwa wale wanaopenda matukio. Kama unatafuta mahali tulivu zaidi, Cenote Xochitl ni chaguo nzuri. Hii ni cenote wazi yenye maji safi na hata zipline ya kufurahisha kwa familia nzima. Ni mahali pazuri pa kupumzika, kuogelea na kupoa huku watoto wakicheza. Ni mazingira mazuri kwa vikundi na familia. Kila cenote ina uzuri wake wa kipekee. Baadhi ni tulivu, zingine ni za kusisimua, na zote zimezungukwa na msitu mnene. Miti mirefu na sauti za ndege wa kitropiki hunda mazingira ya kupendeza, na kila ziara inahisi kama kugundua mahali pa siri pa asili. Maji haya yaliyofichwa ni kamili kwa kuogelea, kuchunguza na kufurahia utulivu wa asili. Iwe unatafuta muda wa peke yako au unataka kushiriki uzoefu na marafiki, cenotes ni mahali pazuri pa kupoa na kuungana na asili. Ili kulinda maeneo haya maridadi, ni muhimu kutumia mafuta ya kujikinga na jua yanayoweza kuoza. Cenotes ni nyumbani kwa wanyama pori maridadi, na matendo yetu madogo yanaweza kusaidia kuhifadhi uzuri huu kwa muda mrefu. Cenotes hizi ni sehemu ya mandhari ya ajabu ya Tulum, zikitoa matukio na utulivu.
Iwe ni mapema asubuhi au jioni, mwanga hubadilisha maji kuwa kioo kinachong'aa na kufanya kila wakati kuwa maalum. Endelea kutazama, nitakupa vidokezo bora zaidi vya safari. Baada ya kutembea na kuona mengi siku nzima, niliamua kwenda Tulum Pueblo, ambayo ndiyo kitovu cha Tulum. Avenida Tulum huwa na shughuli nyingi, watu wa hapa na watalii wanapita, na kuna maduka yenye rangi nyingi na wachuuzi wa chakula kitamu kila mahali. Kwenye soko la ufundi unaweza kupata vitu vizuri kama vile mikeka, vyungu na mapambo. Ni zawadi nzuri kwa wapendwa wako au ukumbusho wako mwenyewe. Chakula hapa pia ni kizuri sana. Vyakula vya kienyeji kama tacos al pastor, juisi safi na cochinita pibil, vyote ni vitamu sana, kana kwamba bibi amevipika kwa upendo. Utulivu wa jiji hili, watu wema na joto la jamii hufanya mahali hapa kuwa maalum sana. Ni kama kijiji chenye urafiki na joto. Hapa baiskeli ni maarufu sana na wakati huenda polepole na kwa utulivu. Ni kama jiji ambapo kila mtu anakukaribisha. Tulum Pueblo huongeza uzoefu mpya kwenye safari yako. Inakusaidia kuungana na wenyeji na utamaduni katika paradiso hii. Uzuri halisi wa Tulum ni watu wanaoishi humo. Safari yetu ya Tulum inakaribia kuisha. Tumekusanya kumbukumbu nyingi nzuri hapa. Nashukuru sana kwa kila dakika niliyotumia hapa, kila jua lililochomoza, marafiki wapya niliyokutana nao na kila kumbukumbu niliyotengeneza. Kuanzia kuchunguza historia ya magofu ya Mayan, kuogelea kwenye mabwawa ya asili yaliyofichwa msituni, hadi kupumzika kwenye fukwe za mchanga mweupe, Tulum imetupa uzuri na matukio mengi. Lakini kilichonigusa zaidi katika safari hii ni ukarimu na wema wa wenyeji. Tabasamu zao, furaha yao na mioyo yao wazi ilinifanya nijisikie nyumbani hata nikiwa mbali. Kwa kushiriki safari hii nanyi, natumai mnahisi jua na uchawi wa Tulum na labda hata mnaanza kuota ndoto za safari zenu wenyewe. Kusafiri kunafungua moyo, kunatufundisha kutoka kwa wengine na kutufanya tupate furaha katika maajabu ya dunia. Kama unapanga safari, na kushauri tembelea magofu mapema asubuhi ili kuepuka umati, vaa viatu vizuri na kila wakati tumia mafuta ya kujikinga na jua rafiki kwa mazingira ili kulinda mahali hapa pazuri. Na usisahau chakula cha mitaani. Kujaribu vyakula vya asili vya Mexico ni tukio jingine na njia nzuri ya kujifunza utamaduni wa wenyeji. Usafiri pia ni rahisi sana. Teksi na baiskeli ni njia nzuri za kusafiri kwa kasi yako mwenyewe na kugundua hazina zilizofichwa. Jambo muhimu zaidi ni kusafiri na moyo wazi na roho ya matukio. Kubali yasiyotarajiwa, jaribu mambo mapya na ruhusu udisi wako ukuongoze. Asante kwa kuwa nami katika safari hii. Msaada wenu na kutia moyo kumekuwa na maana kubwa kwangu. Natumai tutaendelea kusafiri pamoja, kuota ndoto na kujifunza. Hadi safari yetu ijayo, maisha yenu yajae furaha, mshangao na uvumbuzi usio na mwisho. Safari njema na kwa heri. Kama umependa video hii, tafadhali bonyeza like, jiunge na chaneli yetu na uwashe arifa za kengele. Na kama ungeninunulia kahawa kwenye buymeacoffee.com/kctravelmagic, ningefurahi sana. Kuwa na siku njema. Au